Yapenda Ngapanyi Mtei na Ngianaeli Mlingi. Alibatizwa na kubarikiwa katika kanisa la Kilutheri Ashira Marangu. Alifunga ndoa takatifu ya Kikristo na Johara Hassan Miliari katika kanisa la Kilutheri Ngarima tarehe 6 August 1960. Katika ndoa hii alibarikiwa kupata watoto 5, 2 wa kiume na 3 wa kike. Mzee Mtei alianza masomo yake katika shule ya awali ya Ngaruma Lutheran Parish School na baadaye alisoma Native Authority Primary yani NA Marangu hadi darasa la 8. Mwaka 1945 hadi mwaka 1950 alisoma Old Moshi Secondary School. Tokea mwaka 1950 hadi 1952 alisoma Tabora High School. Kuanzia mwaka 1953 alisoma Makerere University College ambayo ilikuwa ni tawi la University of London na kuhitimu Bachelors of Arts BA mwaka 1957. Baba aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1957 na East African Tobacco jijini Nairobi, Kenya, akiwa sales manager. Mwaka 1959 hadi 1962 alikuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Mwaka 1963 aliazimwa seconded East Africa Common Service Organization huko Nairobi. Awali kama Deputy Secretary na Personal Assistant wa Secretary General. Akapandishwa cheo na kuwa Financial Secretary Julai 1964. Mnamo mwezi Septemba mwaka 1964 alirudi kuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania na kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa hazina, Permanent Secretary to the Treasury. Oktoba ya mwaka uliofuata, yani 1965, aliteuliwa kuwa gavana mteule, governor designate, ili afanye matayarisho ya kuzindua Benki Kuu ya Tanzania. Mwaka 1966 aliteuliwa rasmi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania. Mnamo April 1974, mzee aliteuliwa kuwa katibu mkuu, Secretary General wa East African Community, kazi ambayo alifanya hadi Februari 1977 alipoteuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango. Mnamo Desemba 1979 alijiuzulu wadhifa wake wa waziri kwa sababu ya kutofautiana na rais, hususan masuala ya sera za uchumi. Mwezi uliofuata yani Januari 1980 alinunua shamba hili Ogaden Estate na kuwa mkulima wa kahawa. Mnamo Novemba 1982 baba aliteuliwa kwenye bodi ya wakurugenzi watendaji wa shirika la kifedha la kimataifa International Monetary Fund IMF huko Washington DC, Marekani. Alifanya kazi kwenye shirika hilo kwa kipindi cha miaka 4 hadi alipomaliza mkataba wake Novemba 1986. Alirudi Tanzania akaendelea kuwa mkulima wa kahawa na pia alihusika kwenye nyanja mbalimbali kama ifuatavyo. Mwenyekiti wa Tanganyika Coffee Growers Association TCGA kwa zaidi ya miaka 15 kuanzia 1981. Mwenyekiti mwanzilishi
wa Tanzania Coffee Research Institute TACRI kuanzia mwaka 2001 hadi 2008. Mkurugenzi wa Tanzania Coffee Board TCB na mkurugenzi wa Tanzania Coffee Curing Company TCC Limited. Mwaka 1992 Mzee Mtei alishiriki kukiasisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kukiongoza kama mwenyekiti wa taifa wa kwanza hadi August 1998. Hiyo ndiyo historia ya Mzee Edwin Mtei. Sasa nitasoma wasifu ambao tumeandika sisi watoto wake tukizingatia masharti aliyotupa baba. Baba alikuwa mwadilifu, mstahimilivu na mfuata kanuni, sifa ambazo zinafahamika na wengi. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda kupanga mambo yake sawa sawa, ikiwa hata kutayarisha historia yake ambayo tumeisoma kwenu. Alikuwa shupavu, asiye mwoga, mwenye ujasiri, mcheshi lakini mpole sana, na mwenye upendo na msaada mkubwa kwa wengi. Hakusita kusema ukweli na alisimamia alichokiamini, muda wote akiwa kwenye ajira bila kuhofia athari za msimamo wake. Alikuwa ni mcha Mungu, akishiriki kuwezesha huduma mbalimbali za kanisa zikiwemo ujenzi na maendeleo mengine ya kanisa na jamii. Alipenda sana kuimba nyimbo za kuabudu, tena kwa lugha ya Kichaga, akiwa amekaa hapa hapa barazani. Kwa hiyo leo tutaimba nyimbo nyingi sana za Kichaga. Nafikiri baba angesema leo kutanoga. Hata hivyo, baba hakuogopa kushauri na kurekebisha alipoona uchaji wa kanisa unayumba. Wengi ni mashuhuda wa haya tunayosema, na kwa wale waliobahatika kusoma kitabu chake From Godhead to Governor aliyokiandika mwenyewe, wamegundua kuwa alikuwa anaweka kumbukumbu zake vizuri na hakuwa mwoga kabisa. Baba aliandika kitabu huku akitype kidole kimoja baada ya kingine mpaka akamaliza kitabu chote. Alipotukabidhi historia yake kwa watoto wake, yani sisi, alikabidhi pia andiko ambalo familia imeona ni vyema lichapishwe kwenye kitabu hiki cha mazishi, kila mtu apate nafasi ya kusoma na kufahamu jinsi alivyopenda nchi yake na maendeleo ya zao la kahawa. Baba yetu alikuwa na upendo sana kwetu na kwa jamii yake. Alimpenda sana marehemu mke wake Johara, kila wakati akimwita J wangu, J wangu, my darling J. Alisisitiza sana upendo. Tarehe 12 Julai 2024, wakati tukisherehekea miaka 92 ya maisha yake, alituasi na nanukuu: pendaneni sana, shirikianeni, muwatunze na kuwaenzi wazee wetu. Siku 11 baadaye alipata kiharusi na hakuongea tena. Kwa hiyo ujumbe huo wa upendo ndiyo neno lake la mwisho kwetu sisi. Pendaneni sana, shirikianeni, muwatunze na kuwaenzi wazee wetu. Ugonjwa na kifo.
Baba aliugua ghafla mwaka 1997 ambapo alipoteza fahamu kwa zaidi ya mwezi mmoja na baadaye akagundulika na saratani ya tezi dume. Alitibiwa akapona kabisa, wakati huo akiwa na umri wa miaka 65. Baada ya hapo, baba alikuwa akishuhudia na kusema kuwa Mungu amempa second chance ya maisha. Miaka 15 iliyopita alianza kupoteza kumbukumbu na kugundulika kuwa na ugonjwa wa dementia. Mwaka 2021 wazazi wetu waliugua uviko 19 na mama alifariki. Afya ya baba iliendelea kudhoofika. Mwezi Julai mwaka 2024 baba alipata kiharusi. Kadri muda ulivyokuwa unakwenda, hali yake ya afya ilizidi kuzorota. Aliendelea na matibabu hapa nyumbani, hupo akifanyiwa mazoezi ya kila siku, ambayo ilifanya hata Jumapili iliyopita aliyafanya hayo mazoezi. Siku ya Jumatatu tarehe 19 Januari hali yake ilibadilika ghafla na kufariki dunia. Baba yetu amefariki akiwa na umri wa miaka 93. Ameacha watoto 5, 2 wa kiume, Mashinda na Meli, na 3 wa kike, Nora, Lilian na Kineneko. Ameacha wajukuu 13 na vitukuu 4. Shukrani. Familia inatoa shukrani kwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kwa huduma ya kiroho waliokuwa wanampatia baba. Tunawashukuru viongozi na utumishi wote waliohudumia katika ibada hii ya leo ya mazishi. Tunashukuru walioongoza ibada ya faraja kila siku toka msiba umetokea. Tunawashukuru kwa kipekee mtaa wa Machumba kwa huduma yao hapa nyumbani, ikiwemo sakramenti ya meza ya Bwana kwa baba kwa zaidi ya miaka 10. Tunawashukuru madaktari waliokuwa wanamtunza baba alipougua. Dr. Wiles Adam, sijui kama yupo, ningomba simame. Dr. Wiles Adam tunamshukuru kwa kumtembelea baba hapa nyumbani kila tulipomhitaji. Dr. Paul Kisanga na Dr. Hampton Limo, sijui wapo. Anyway, tunawashukuru pia, wamekuwa madaktari na marafiki wa karibu sana na baba. Dr. David Minja kwa msaada alitupatia kipindi baba anaugua. Tunawashukuru madaktari wa Nairobi Hospital, Hospital ya Taifa Muhimbili, Hospital ya Aga Khan kwa huduma zao kwa baba. Familia inatoa shukurani kwa waliokuwa wahudumu wa baba hapa nyumbani. Kipekee tunamshukuru Nesifa Jennifer Mbuda. Jennifer, naomba uje Jennifer. Jennifer amekuwa mhudumu wa baba kwa miaka 4. Zaidi ya miaka 4. Hali ya baba alivyozidi kuzeeka alianza kutusahau na mwisho akatusahau wote, lakini hakumsahau Jennifer. Napenda nimpe mkono Jennifer kwa kazi nzuri ya kumtuza baba yetu kwa niaba ya familia. Jennifer, asante sana. Pamoja naye, shukurani za dhati zinaenda kwa wauguzi Revisina Foya, Elia Chiringo, Kevin Mvyomela na Agustino Binamungu, pamoja na wasaidizi wao Oscar, Karim
Eunice, Mary na Manka. Pia tunawashukuru wataalamu wote wa mazoezi physiotherapist wakiongozwa na Elibariki Mwilenga. Kwa moyo wa dhati, familia tunawashukuru ndugu, jamaa na marafiki, majirani na taasisi zote kwa kutukimbilia na kutupatia msaada wa hali na mali katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Tunatambua mchango wa kila mmoja wenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni. Naam, bila shaka umepata kusikia historia hiyo ambayo imejaa mambo mengi sana kujifunza, ikiwepo masuala mazima ya upendo. Basi tuendelee kumsikiliza mshereheshaji ambaye anatuletea hapa Kichaga na Kiswahili, tukiimba wimbo namba 154 Kichaga, lakini muimbie tumwabudu Mungu wetu 159 sauti yake mbingu.